Kwanza ieleweke kwamba ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa mbaya, ugonjwa wa mlipuko kama ilivyo corona. Dalili zake kichwa kuuma, uvimbe, kutapika, na ikizidi sana mwili unatoka damu, kunakuwa kuna vipele, kwa hiyo ni hatari sana. Lakini kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ugonjwa huu uligundulika mwaka 1976 wakati wa utawala wa Jenerali Joseph Desire Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga ambaye alikuwa rais wa pili wa Kongo kutoka mwaka 65 mpaka mwaka 96. Kwa hiyo mwaka 76 mgonjwa wa kwanza Ebola aligundulika katika ufukweni mwa mto Ebola kwenye kijiji cha Yambuku mwaka 76. Baada ya hapo takriban siku 60 baadaye watu zaidi ya 280 walikufa. Na kuna nadharia mbili. Nadharia ya kwanza ni nadharia ya kiafya, inasema kwamba kutokana na mazingira ya uchafu, miundombinu kuwa mibaya, utupaji wa taka ovyo, ndio virusi vya Ebola vikatokea eneo la mashariki mwa Kongo kwenye kijiji cha Yambuku karibu na mto Ebola. Kwa Kongo kuna mto mdogo unaitwa mto Ebola ambao unaingiza maji yake ziwa Tanganyika mashariki mwa Kongo, ambapo mashariki mwa Kongo kuna mikoa miwili, Kivu Kaskazini ambao ni Goma na Kivu Kusini ambao ni Bukavu, na kuna miji mingine kama Ituri, Bunagana, Rushuru, Butembo. Lakini baada ya hapo kuna nadharia ya pili, ni nadharia ya kinjama conspiracy, ambayo hii inashikiliwa na mtaalamu wa conspiracy wa nadharia za kinjama duniani anaitwa David Icke kutoka Uingereza. Kitabu chake cha Robot Rebellion and the Reptile anasema kuna uwezekano mkubwa wa ugonjwa wa Ebola ulitengenezwa kwenye maabara maarufu za nchini Marekani wakati wa uongozi wa rais wa 37 wa Marekani Richard M. Nixon, na katibu waziri wa mambo ya nje Henry Kissinger, na baadaye kuendelezwa na Gerald Ford, alikuwa rais wa 38 wa Marekani kutoka mwaka 74 mpaka mwaka 77. Inatajwa kwamba Wamarekani waliomweka Mobutu madarakani walianza kumchoka, kwa hiyo walianzisha ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo ili kujaribu kupunguza nguvu za Mobutu. Na ndio maana mwaka 76 ulivyoanza, baadaye mwaka 82 83 ugonjwa wa Ebola uliibuka tena, watu wakafariki tena zaidi ya watu 100, ukaibuka tena mwaka 93 mpaka 95 ukaibuka tena. Ugonjwa wa Ebola wa mwaka 95 ulikuwa ni hatari zaidi, na huo mwaka 95 ndio uliambatana na vuguvugu la kumtoa Mobutu madarakani kwenye operation Banyamulenge, ambapo tulishuhudia Wamarekani wakisaidiana na Rwanda na Uganda waliingia Kongo wakamtoa Mobutu, wakamrudisha, wakamweka Laurent Desire Kabila ambaye akawa rais wa Kongo kutoka mwaka 97 mpaka alipouawa na mlinzi wake mwaka 2001. Kwa hiyo ugonjwa wa Ebola kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali wa nadharia za kinjama kwamba ni mataifa ya magharibi yamekuwa yakiutumia ugonjwa wa Ebola eneo la mashariki ya Kongo ambao lina madini ya kimkakati kama uranium, coltan, nickel, cobalt na madini mengine ambayo yanatumika kutengeneza silaha za kemikali, yanatumika kutengeneza vioo vya magari, vifaa vya kiteknolojia vya simu janja, betri za magari, betri za ndege na vifaa na madini mengine muhimu, ambapo takriban 30% ya madini hayo kwa nchi ya Afrika yanatoka mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo kuweza kuyamiliki yale madini labda ni kuanzisha ugonjwa ili kuhamisha watu na kutafuta nafasi ya kuchukua hayo madini. Na baadhi ya watu wameenda mbali, wamesema mashirika ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa na mengine yamekuwa yakihusishwa na ugonjwa wa Ebola kuusambaza. Na mara ya pili tena uliibuka mwaka 2018 kuelekea uchaguzi, ambapo Joseph Kabange Kabila, mtoto wa Laurent Kabila, baada ya kuuawa Laurent Desire Kabila 2001, akaja mwanae Joseph Kabange Kabila ambaye kaongoza kuanzia 2001 mpaka 2018 kwa kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2018 ambapo Joseph Kabange Kabila alimpisha madarakani rais wa sasa hivi wa Kongo Felix Tshisekedi wa Mulumba. Ugonjwa tena wa Ebola ulizuka. Kwa hiyo ugonjwa wa Ebola Kongo umekuwa unazuka katikati ya mambo mengi yasintofahamu. Kongo ikiwa na changamoto ya kisiasa, tayari ugonjwa wa Ebola unaibuka. Kwa hiyo unaibuka kwenye kipindi ambacho Kongo ina mizozo ya kisiasa, na unaibuka eneo la mashariki ya Kongo. Aidha unaweza kaibuka Ituri, Bunagana, Rushuru, Goma, Bukavu, sijui Kalemi, unaibuka maeneo ya kimkakati ambayo yamekuwa yanapiganiwa rasilimali hata kabla ya uhuru na mara baada ya uhuru wa Kongo. Na this time around tumeona ugonjwa umeibuka na watu wanaendelea kufa. Umetokea mgomo wa watu kuvunja makambi, hawataki watu kukaa makambi, wanajaribu kuwatorosha wagonjwa na kuwaiba. Kwa hiyo kumekuwa na nadharia za kinjama kuhusu Ebola, nadharia za kisayansi
yote kwa yote, sisi wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tunapaswa kuchukua tahadhari, kwa sababu ni ugonjwa mbaya. Wakongo walikufa mara ya kwanza 280, wakafa 318, wakafa 1100. Kwa hiyo takriban karibu Wakongo 3000 wameshakufa kutokana tangu mwaka 76 kutokana na visa vya Ebola. Kwa hiyo nchi ambazo zinapakana na Kongo kama Tanzania, tunapakana na Kongo kupitia ziwa Tanganyika, Burundi, Rwanda, Uganda, Zambia, Congo Brazzaville kupitia mto Kongo na bahari ya Atlantic, Angola, Sudani Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Nchi hizi tunapaswa kuchukua tahadhari, lakini pia Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, shirikisho la kiuchumi la nchi za Afrika ya Kati, ECOWAS, tunapaswa kuisaidia Kongo ni kwa namna gani wanaweza kuvuka, kwa sababu hali mbaya ikitokea Kongo tunaathirika wote kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Watu wanajiuliza kwa nini ugonjwa huu hauishi? Kutokomeza kabisa imeshindikana au ni nini hasa kipo nyuma? Cha kufahamu ni kwamba wajua serikali ya Kongo ni dhaifu, haiwezi kulinda mipaka yake, na magonjwa kama haya ya kimkakati huwa yanapelekwa kwenye nchi ambazo ni dhaifu. Kwa jeshi la Kongo, serikali ya Kongo na shirika la ujasusi la Kongo hawana uwezo mkubwa wa kulinda mipaka yake, na wanaweka maeneo ambayo serikali haina nguvu. Eneo la mashariki ya Kongo limekuwa ni eneo korofi hata kabla ya uhuru wa Kongo. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni dhaifu, ni eneo ambalo kuna makundi mengi ya waasi. 90% ya makundi ya waasi nchini Kongo yako eneo la mashariki ya Kongo. Utasikia waasi wa ADF nalo wenye asili ya Uganda wako mashariki ya Kongo, mpakani mwa Uganda na Kongo, eneo la Bunia. Utasikia waasi wa M23 mpakani mwa Kongo na Rwanda. Utasikia waasi wa Maimai, sijui Wazalendo, waasi wa Kodeko. Kuna makundi mengi ya waasi eneo lile. Kwa hiyo ni rahisi hata kuwarubuni waasi na kuwapa virusi wakaenda kusambaza ukiwa umewalipa hela. Kwa hiyo yote mwenye ushawishi wa fedha na bunduki eneo la mashariki ya Kongo anakuwa mbabe wa vita. Kwa hiyo udhaifu wa serikali ya Kongo umepelekea kushindwa kudhibiti. Hata sisi Tanzania tuliona kipindi cha ugonjwa wa corona COVID-19, kuna mambo fulani rais wetu hayati John Magufuli aliyakataa, na hata mabeberu walimuona kwa jicho baya. Kwa hiyo mabeberu wakijaribu kuleta jambo ambalo wakiona kuna uongozi imara huwa wanashindwa, wanahamia nchi ambayo uongozi umeparaganyika. Kwa tutegemee sasa Ebola kuisha hivi karibuni au tutegemee kuendelea kusikia ama kuwepo kwa miaka na miaka? Kwa kuwa David Icke, mtaalamu wa masuala ya conspiracy, anasema hii ni miradi ya kimkakati ya mataifa makubwa, ni moja kati ya njia wanayotumia mataifa makubwa kuyatawala mataifa madogo na kuendelea kuyafanya yaparaganyike ili kuiba rasilimali. Ugonjwa wa Ebola hatutegemei kuona ukiisha leo wala kesho, kwa sababu ni miradi ya watu. Hata Wamarekani wakati wanaivamia Vietnam kuanzia mwaka vita ya Vietnam kuanzia mwaka 55 mpaka 75, miaka 20 ya vita ya Vietnam, Marekani kushindwa, walianzisha ugonjwa wa mlipuko wa watu kuharisha eneo la Kampuchea, lakini walishindwa. Kwa hiyo ni Wakongo lazima washikamane, lakini viongozi wa jeshi la Kongo, wale general de provinciaux, wakuu wa majeshi ya majimbo ya Kongo, rais wa Kongo, magavana na watu wengine wenye nguvu lazima wajishughulishe, waangalie ni namna gani wanaweza kutafuta dawa na kuboresha mambo ambayo panavuja, ili wazungu wasiendelee kuitumia Kongo kama sehemu ya majaribio ya kisayansi, sehemu ya majaribio ya kuuza silaha, sehemu ya majaribio ya kuanzisha vikundi vya waasi, na sehemu ya majaribio ya kuiba silaha, na sehemu ya majaribio ya kuifanya Kongo kwamba ni nchi ambayo ni shamba la mabeberu. Kwa ujumla ni kwamba tunaweza kusema Ebola ni ugonjwa uliotengenezwa ama ni ugonjwa wa asili? Na je, kwa jinsi ambavyo sasa ilivyo mpaka sasa na jinsi ambavyo umeelezea ambavyo imekuwa, Ebola itaendelea kuwepo na itaendelea kuwaua wananchi mpaka lini? Mpaka lini ambapo sasa serikali itaamua? Na wewe unadhani viongozi waliopo serikalini, serikali ya Kongo, wanajua huu ni mradi na wao wanaunga mkono au hawajui chochote, wanaendelea kupambana jitihada zao? Wanajua kwamba ni mgonjwa ambao umekuwa fabricated maabara, umetengenezwa maabara, wanajua, na sio mara ya kwanza. Uliwahi kutengenezwa ugonjwa baada ya vita ya kwanza unaitwa Spanish flu, uliua watu wengi sana, unafanana kama COVID. Ndio ikaanzishwa swala la quarantine, neno la Kihispaniola. Wazungu wao wanasoma sana, wanakaa maabara, wanatengeneza wadudu. Kuna bwana mmoja anaitwa Anthony Fauci, alikuwa ni mkuu wa maktaba ya maabara kubwa ya Marekani, mkemia mkuu wa Marekani tuseme. Anthony Fauci ni mmoja kati ya watu ambao wametajwa sana na vyombo vya habari vya kimataifa kwamba alihusika kwenye kutengeneza ugonjwa wa COVID-19. Yeye walikuwa wakirushiana maneno na waziri Wang Yi wa China, walikuwa wakirushiana maneno kati ya Washington na Beijing kuhusu ugonjwa wa corona, na tuligundua kama umetengenezwa mara baada ya wenyewe kwa wenyewe kufa wenyewe kwa wingi, wazungu na watu wenye ngozi nyeupe kufa kwa wingi, ndio ikagundulika asili. Hata wenyewe walikuwa hawaamini chanjo za wenyewe kwa wenyewe. Yani chanjo ya Uingereza haiamini chanjo ya Hispania, haiamini chanjo ya Japani, chanjo ya Marekani haiamini chanjo ya China. Zilizuka chanjo zaidi ya 20 kutoka mataifa mbalimbali.
Kwa hiyo magonjwa kama haya yanapokuwa yametokea, yakiwaathiri wazungu ndipo wanatueleza siri ilivyo, lakini yakituathiri sisi wanatuacha kwa sababu inaonekana kama haiwahusu. Kumekuwa kuna nadharia nyingi kwamba hata ugonjwa wa ukimwi ulitengenezwa maabara. Kwa hiyo mambo kama haya, kwa kuwa ni miradi ya watu na lengo ni kuiparaganyisha Kongo, waendelee kuchukua madini adimu na walishaiona serikali ya Kongo ni dhaifu. Tutaendelea kuuona, utakuwa ukija na kutoweka, ukizuka na kutoweka. Kadri maslahi ya mabeberu yanavyokuwa makubwa nchini Kongo, ndipo matatizo ya Kongo yanaongezeka: magonjwa, uasi, uuzaji wa silaha za magendo, rushwa na mambo mengine mengi. Neno lako kwa ushauri kwa viongozi wa nchi za Afrika, hasa sisi ambao tunapakana na Kongo, na ugonjwa unavyoendelea kusemekana sasa unaanza kuenea kupitia mipaka na kuingia nchi zingine, nini kifanyike? Kwanza, mosi ni kuweka ulinzi mipakani. Mbili, kuweka madaktari mipakani ili watu wanaoingia Tanzania, wanaoingia Kongo na mambo mengine waweze kupimwa. Tatu, wizara za afya za nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni lazima ziwe zinabadilishana taarifa na masuala mbalimbali ya kidaktari, lakini pia elimu lazima itolewe kwa umma kuhusu ugonjwa wa Ebola, kuepuka kukumbatiana, kuepuka kupumuliana karibu, kunawa mara kwa mara, kuvaa barakoa, labda kuchukua tahadhari za kimkakati mahospitali na maeneo yenye mikusanyiko ya watu, kwa sababu ni lazima tuchukue tahadhari. Kongo haiko mbinguni, ni karibu tu hapa. Ukiwa Mwamgongo Kigoma, ukienda Bukavu Kongo, unalipa kama 25,000 umefika kwa boti. Kwa hiyo tunapakana na Kongo, tunapakana na Burundi, tunapakana na Uganda, tunapakana na Rwanda. Kwa hiyo matatizo yanapotokea ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni tatizo la watu wote. Lazima tushirikiane kwa pamoja, tuwe na nia ya dhati na makusudi ya kuhakikisha hili janga linaondoka, kwa sababu ni hatari sana.